Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Chama cha Mapinduzi CCM kimewataka watendaji wa serikali nchini kuhakikisha wanatekeleza ipasavyo ilani ya CCM kwa nguvu zao zote kwa kuwa inabeba matumaini makubwa ya maisha ya Watanzania. Tupate taarifa kamili. Agizo hilo limetolewa na katibu wa NEC Organization Issa Ussi katika kilele cha maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa CCM katika viwanja vya mtaa wa afya kata ya Ludete wilayani Geita mkoani Geita. Wafanyakazi wa serikali mliopewa dhamana ya kuwahudumia wananchi wetu, tunawaomba na tunawasihi, timizeni wajibu wenu wa kulitumikia taifa hili. Uchaguzi umekwisha, katekelezeni ilani kwa kuwa watendaji wazuri wa kuwahudumia Watanzania. Tunahitaji huduma bora kwa wananchi hawa waliokiweka Chama cha Mapinduzi madarakani. Kata yetu ya Ludete imeweza kutuletea shule 5 shule za sekondari, imeweza kutuletea shule za msingi 11 mpaka sasa kwenye kata yetu. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akiwa kwenye maadhimisho hayo amesema serikali inaendelea kutekeleza ilani ya CCM ipasavyo, huku akielezea mafanikio ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Uongozi wa Rais Samia katika siku 100 yako mambo ambayo aliahidi na tayari yametekelezwa ndani ya siku 100. La kwanza, aliahidi ajira kwa wafanyakazi sekta ya afya na sekta ya elimu. Tunapozungumza hapa, tuna zaidi ya wafanyakazi wapya wameletwa ndani ya mkoa wetu wa Geita, wafanyakazi 1000. Kutoka hapa mtaa wa afya Ludete Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Kufuatia adha ya maji ambayo imekuwa ikiyakabili maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wakazi wa Golani Msewe wilaya ya Ubungo bado wanapaza sauti zao kuhusu changamoto hii, wakisema ni takriban miezi miwili hawajapata huduma ya maji. Mwanahabari wetu Witness Ngalawa anatusimulia zaidi. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema kutokana na changamoto hii ya maji wamelazimika kutumia umbali mrefu na kufuata maji, hali ambayo inawafanya kutumia gharama kubwa ya usafiri wa bodaboda kutokana na mwinuko mkubwa wa milima katika eneo hilo. Tunanunua, mimi mwenyewe nina tenki, naleta gari, nanunua gari lake na 20, wanamiminia kwenye tenki langu, nauza bukubuku. Kama ni fursa. Kama fursa, lakini pia inaumiza kwa sababu hayalipi. Tuna miezi miwili hatujapata maji. Tuna changamoto ya maji na maji wanaotuletea yanakuja yanaishia bondeni huko. Sisi huko hatupati maji hata kidogo. Ndio changamoto yetu. Tunaomba tu maji watuletee kwa wakati. Tunapata shida. Tunanunua kama ndoo moja tunanunua kwa 2500 likifika hapa na pikipiki. Hapa maji tunatoa mbali yani. Walikuja tu siku moja hapo wakajaza matenki pale Dawasco. Then wakurudi. Kwa sababu tunapata kazi ya kuyachukua, tunapoyachukua kule anapotoka. Then ndo turudi nayo huku. Kwa yani ni distance ndefu yani. Ni shilingi dumu ni shilingi 2500 na kumekuwa na harakati mbalimbali. Tumekuwa na kikao na baadhi ya viongozi wa DAWASA, lakini mpaka leo hatujaona suluhisho lolote. Kwa ningependa kuomba mamlaka husika wanaohusika na upatikanaji wa maji eneo la Golani kuweza kuja tena kwa mara ya pili kuangalia miundombinu na kutatua tatizo, kwa sababu wananchi wanateseka sana. Wanamwacha mtoto ndani peke yake, naenda mbali huko Changanyikeni kufuata maji, nikirudi nakuta mtoto amelia, muda mwingine nakosa kufua nguo za mtoto, maji shida. Kama kitoko kwa mfano kama pale maji dumu 1000. Kwa hiyo napata changamoto sana. Ili bomba hapo unavoliona hili lina miezi karibia miwili. Ukifungua hapo linatoka wadudu. Hakuna hata maji. Maji tunapata huko mabondeni. Maji ni shida limekauka hapa. Naye mjumbe msaidizi wa mtaa wa Golani Msewe shina namba 13 Bi Hamida Athmani Mnasi amesema tayari walishakaa na mamlaka husika na wakaidiwa tatizo hili litaisha, ingawa hadi sasa hakuna mabadiliko yoyote na hali bado ni mbaya kwa wakati huu. Shida iko ni Dawasco ambao kwanza tatizo halijawahi kutokea, limekuwa kama ni gumu kwa kipindi kifupi ambacho sisi limetustusha.
Sasa matatizo ndio bana tunatafuta watu kama nyinyi ili kuweza kufikia ngazi za juu ili waweze kutatulia hili tatizo. Takriban miezi miwili huduma ya maji haipatikani, kama ambavyo bomba limekuwa tupu, limekuwa kavu kwa muda wa miezi miwili, na maji wananunua dumu moja kwa shilingi 2,000, gharama ambayo wengi wao wamesema hawawezi kuimudu. Kikubwa wameiomba serikali iweze kuingilia kati. Nikiripoti kutoka Ubungo Msewe jijini Dar es Salaam, mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10 Plus. Takribani watu 200 wanahofiwa kufariki dunia kufuatia mashambulio ya watu wenye silaha katika maeneo ya kati na kaskazini mwa nchi ya Nigeria. Shambulio kubwa zaidi limeripotiwa kutokea katika jimbo la Kwara, ambapo zaidi ya watu 170 wanadaiwa kuuawa katika tukio hilo, huku maeneo mengine yakiripotiwa kushambuliwa kwa nyakati tofauti. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu wenye silaha wamewaua zaidi ya watu 168 katika jimbo la Kwara nchini Nigeria. Hayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya kutokea hivi karibuni. Mashambulizi hayo yalifanyika siku ya Jumanne jioni katika kijiji cha Woro baada ya jeshi la kufanya operesheni kwenye eneo hilo dhidi ya makundi ya kigaidi. Hali ya ukosefu wa usalama nchini Nigeria inafuatiliwa kwa karibu katika miezi ya hivi karibuni, tangu rais wa Marekani Donald Trump alipodai kwamba mauaji ya kimbari ya Wakristo yanaendelea nchini humo. Madai hayo yanapingwa vikali na serikali ya Nigeria na hata wataalamu wengi wenye misimamo huru, ambao wanasema ukosefu wa usalama nchini Nigeria haubagui dini wala kabila, unadhuru maisha ya Wakristo na Waislamu pia. Kamati ya usalama wilaya ya Geita kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu TFS shamba la miti Geita Lwamgasa imefanikiwa kuteketeza zaidi ya hekari 3 za bangi zilizokuwa zikilimwa ndani ya shamba hilo. Kaimu mkuu wa wilaya ya Geita Lucy Beda ametoa onyo kali kwa wananchi wanaovamia hifadhi za misitu kufanya shughuli za kijinai. Mhifadhi mkuu wa shamba hilo la miti Alois Pasco amethibitisha kuwa tayari wanamshikilia mtu mmoja anayedhaniwa kuwa kinara wa kilimo hicho, huku msako mkali ukiendelea kuwapata wahusika wengine. Viongozi wa vijiji wanaozunguka eneo hilo wameeleza kuwa wavamizi hao wamekuwa wakifanya shughuli hizo usiku wa manane ili kukwepa mikono ya sheria, jambo linaloashiria hitaji la kuimarisha ulinzi na ushirikiano kati ya walinzi wa misitu na jamii inayozunguka hifadhi hiyo. Tunafahamu wote kwamba hii ni hifadhi na kazi yake ni kuhifadhi miti kwa ajili ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Lakini tunaona wananchi wanaingia katika hifadhi hii, wanafanya shughuli za kibinadamu ikiwepo kuchungia mifugo, lakini pamoja na kilimo, na mbaya zaidi wamefanya kilimo cha bangi. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito kwa wananchi kuacha mara moja kufanya shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi. Wote tunafahamu umuhimu wa hifadhi, ndio natusaidia kwa ajili ya mazingira yetu. Hii mvua inayonyesha yote ni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira tulionayo. Kwa kama tutashindwa kutunza mazingira, maana yake ni kwamba tutakuwa katika hali ngumu, hatutakuwa na mvua na kilimo cha kawaida hakitawezekana na maisha yatakuwa ni magumu. Kwa hivyo tunawasihi sana wananchi kuacha mara moja kuingia katika hifadhi na kufanya shughuli za kibinadamu. Tumefanikiwa kukamata mtu mmoja ambaye tumemchukulia hatua za kisheria na tayari yuko kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi. Eneo hili lina ekari 3.5 ambalo limelimwa bangi katika hifadhi yetu hii ya Geita Lwamgasa. Nitoe wito kwa wananchi. Hifadhi zetu zote nchini haziruhusu shughuli za binadamu ikiwemo kilimo, kuchunga mifugo
kulima bangi pamoja na kuweka makazi ndani ya hifadhi. Watu wanakuja wanalalamika, tunaona kumbe wana mambo yao mengine hifadhi. Kwa hiyo wahifadhi wao washike tu hatua, kama ni watu kutokulima kuchungia basi waambie wasichungie, maana hii ni hatari sana kwa binadamu. Haya ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo taasirisha watoto wetu mpaka na vizazi vingine ambavyo viko pale mbele yetu. Lakini kama kiongozi wa eneo hili, eneo jirani la kijiji cha Busora B, nitatumia nafasi yangu kuhakikisha natoa elimu kwa wananchi kwenye mikutano ya hadhara, kwenye vikao mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunazuia na tunaendelea kushirikiana na wananchi kukataa kuingia kwenye hifadhi, kufanya shughuli za kibinadamu kwenye eneo letu la hifadhi. Watuhumiwa 9 mkoani Katavi wamekamatwa na silaha haramu aina ya gobore 8 na risasi zake 63, shotgun 1 ikiwa na risasi 12, huku watuhumiwa hao wakiwa wanajihusisha na uwindaji haramu wa wanyamapori. Mwandishi wetu Pasco Katona ana taarifa zaidi. Zungumza na uandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi Kasta Ngonyani amesema kuwa kutokana na doria wanazozifanya, jeshi la polisi limewakamata watuhumiwa 9 wakiwa na silaha. 9 walikamatwa wakiwa na silaha haramu aina ya gobole na risasi zake 62 na gobole 8, shotgun 1 na risasi 12. Aidha, watuhumiwa 3 wamekamatwa wakiwa na noti bandia 10 za dola 100 na noti 323 za Kitanzania za shilingi 10,000. Watuhumiwa 3 walikamatwa wakiwa na noti bandia 10 za dola 100 na noti 323 ya pesa za Kitanzania shilingi 10,000. Jeshi la polisi limewakamata watuhumiwa 8 wakiwa na dawa za kulevya aina za bange 70 na kete 320, huku watuhumiwa 3 wamekamatwa wakiwa na nyara za serikali na meno ya tembo 6 na vipande 9 vya mnyama pori tembo. Watuhumiwa 3 walikamatwa na nyara za serikali, meno 9, vipande 9 vya tembo vyenye uzito wa kilogramu 71.6. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, inaitwa Pasco Katona wa Channel 10. Katika kuwezesha halmashauri kuwa na vyanzo vipya vya mapato vitakavyosaidia kuchochea maendeleo kwa kasi, madiwani wa baraza la halmashauri ya mji wa Njombe wametaka misitu ya asili inayotunzwa kwa miaka mingi halmashauri hiyo ielekeze nguvu zake zote katika kuvuna hewa ya ukaa itakayosaidia kuongeza mapato ya halmashauri na kuzinufaisha vijiji vinavyozunguka misitu hiyo. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Wakijadili hoja mbalimbali katika kikao cha baraza la halmashauri ya mji Njombe ambacho kimepitisha rasimu ya bajeti ya shilingi bilioni 53 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, madiwani wa baraza hilo wamesema ni lazima misitu hiyo ya asili ipimwe ili kufahamu mipaka yake, huku wakitaka sheria iwekwe kwa ajili ya kuwalinda wakulima wanaokwenda kuuza magogo ya misitu kwenye viwanda vya wawekezaji raia wa nchini China. Kwenye halmashauri yetu tuna misitu ya asili kadhaa, ikiwemo msitu wa Njirika, msitu wa Isipari, Nundu, Isililo. Tungeweza kupata vyanzo vya mapato kupitia miradi ya hewa ya ukaa. Lakini mara kadhaa nimeona eneo hili linasahulika sana, licha ya maelekezo kadhaa ya serikali kwamba tuone umuhimu wa kunufaika na miradi ya hewa ya ukaa kwenye halmashauri zetu. Wamepokea ushauri juu ya kuongeza ushuru wa penya kutoka shilingi 300,000 mpaka 600,000. Sijaona kitu nilichokishauri na tulichoshauri kama kamati kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, wale ndugu zetu ambao wana misitu wananyonywa sana kwamba hawapati fedha ambayo inastahili. Tuangalie namna ya kuwatengenezea hata sheria ndogo ya kuweza kuwanufaisha watu ambao wanalima ile miti na wanawauzia wale wa China. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete amesema kuwa bajeti iliyopitishwa na baraza hilo itaelekezwa katika kuimarisha shughuli za uwekezaji. Zimetengwa milioni 150 kwa ajili ya kwenda kulipa fidia ili tuweze kwenda kutengeneza parking yetu ya malori iwe nzuri.
Awali mkuu wa idara ya mipango na uratibu wa halmashauri ya mji Njombe John Mare akiwasilisha taarifa ya rasimu ya bajeti amesema mamlaka za serikali za mitaa zinaelekezwa kujumuisha mapato na matumizi ya ngazi zote, kuimarisha tehama na serikali mtandao. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Wilaya ya Chunya mkoani Mbeya inakabiliwa na changamoto ya umeme kuwa mdogo, hali ambayo inawalazimu wafanya biashara na wachimbaji wa madini kusitisha shughuli za uzalishaji na kusababisha hasara. Taarifa ya AP Marcus Apolinari inafafanua zaidi. Mpatanishi mkuu wa Ukraine Rustem Umerov ameeleza mazungumzo yaliyofanywa upya huko Abu Dhabi kuhusu kufikia mwisho wa vita vya Urusi dhidi ya Ukraine kama wakizungumza kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Chunya katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya. Madiwani wamebainisha athari za umeme kuwa mdogo katika shughuli za kibiashara na uchimbaji wa madini. Kweli tulikuwa na changamoto kubwa kwenye mazingira ya umeme, na isitoshe Chunya sisi tumejinasibu kwenye viwanda vidogo vidogo, hasa kwenye sekta ya madini. Tukipata megawati 90 hakika tunaenda kuijenga Chunya iliyoimarika katika swala zima la uchumi. Naomba tu niseme kwamba kwenye taarifa hizi zina afya sana kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Shilingi tulizopokea hizo kwa ajili ya mradi mkubwa wa umeme kwenye wilaya yetu ya Chunya unatuhamisha pakubwa sana, hususan kwenye swala la maendeleo. Akijibia changamoto hiyo, mkuu wa wilaya ya Chunya Alhaji Mbaraka Batenga amesema serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kujenga laini mpya ya umeme ili kutatua changamoto ya umeme katika wilaya hiyo, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya Kevin Nshishi akiwataka madiwani kusikiliza kero zinazowakabili wananchi. Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku 100 za juzi tangu kufanya uchaguzi mpaka sasa hivi, kwa upande wa Chunya kashatoa bilioni 107 kwa ajili ya kujenga laini upya na kutatua tatizo la umeme Chunya. Zile changamoto mlizokuwa mnapata huko, umeme unakuwa ni mdogo, inabidi sijui mwamshane usiku kwamba umeme sasa ndio umetosha, hiyo inabaki kuwa historia. Lakini niombe, miradi inapokuja kwenye kata zetu, sisi ndio wasimamizi. Twendeni tukaisimamie ili haya bajeti tuliyopitisha fedha hizi zisiende bure. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, AP Marcus Apolinari, Channel 10. Ukraine imesema imeridhishwa na jinsi mazungumzo kuhusu vita kati yake na Urusi vinavyokwenda huko Abu Dhabi, ambayo yameanza siku ya jana na kuendelea hii leo, huku Ukraine ikipania kusitisha dhana ya usalama. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi. Mpatanishi mkuu wa Ukraine Rustem Umerov ameeleza mazungumzo yaliyofanywa upya huko Abu Dhabi kuhusu kufikia mwisho wa vita vya Urusi dhidi ya Ukraine kama yenye maana na tija, akisema yalilenga hatua maalum na suluhisho la vitendo. Mazungumzo yanatarajiwa kuendelea kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari vilinukuu Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake aliyofanya usiku wa jana ameunga mkono hoja hiyo, akitaja uwezekano wa kubadilishana zaidi wafungwa kati ya Urusi na Ukraine, huku Umerov akisema Kyiv itajadili makubaliano kuhusu dhamana za usalama na ujenzi mpya pamoja na Marekani. Kenny Malila, Channel 10+. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara limeeleza kuwa kitendo cha watumishi wengi kuhama katika halmashauri hiyo na kwenda sehemu zingine inaathiri shughuli za maendeleo, na kuomba mamlaka kuzuia hilo na kupeleka watumishi wengine. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ametuandalia taarifa ifuatayo. Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawara ameeleza kuwa watumishi wengi wanaomba vibali vya kuhama mkoani Mtwara. Tuna upungufu wa 42% ya watumishi. Hitajio letu ni 23,000 lakini waliopo wako 13,000, zaidi ya 9,000 ni upungufu. Na katika hili to be sincere, pamoja na kwamba watumishi kuhama ni haki, lakini mkoa wetu umekuwa unaathirika sana. Kwa
Kwa hiyo utajikuta hata ufanisi kwenye maeneo mbalimbali, kada mbalimbali kama elimu, afya na sehemu zingine inakuwa ni changamoto. Watu wengi wakishafika huku ni kama mkuja kuchukua check number. Baada ya muda si mrefu watu wote, kila idara wenenda sijui wapi, taasisi, ni changamoto kubwa sana. Japo ni haki kwa mtumishi kuhama, lakini haki hii imekuwa mwiba kwa maendeleo ya wananchi mkoani Mtwara. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Tandahimba wanaomba watumishi wasihame na badala yake waajiriwe wengine zaidi. Tuna uhaba mkubwa sana wa watumishi, hususan katika kada ya elimu. Watumishi wamekuwa ni wachache, afya, watendaji wa vijiji na wataalamu mbalimbali tumekosa hivyo. Kutokana na uhaba wa watumishi, madiwani wengine wanalazimika kuajiri watumishi kwa mikataba ambao hulipwa na wananchi. Tulichokifanya sisi baada ya kugundua kwamba halmashauri na wenyewe bado hawajatuletea walimu, tukakubaliana wananchi wa Lukokoda, kila mwenye mtoto anayesoma katika shule ile kwa maana ya wazazi, basi achangie shilingi 10,000 kwa ajili ya kuwawezesha wale walimu. Viongozi wa halmashauri sasa wanakabiliana na changamoto hii. Sana sana watumishi ambao wanahama ni wale watumishi ambao wanakuwa wamepangiwa vijijini sana. Kwa wengi unakuwa wanaamua kuhama kwa sababu mwingine anakuambia kuna changamoto za maji, kuna changamoto za malazi, nyumba zinakuwa shida. Kiwa kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tandahimba, nimejipanga kuboresha hiyo miundombinu ambao wao wanakuwa wanalalamikia na kuweza kuiweka sawa sawa, waendelee kubaki kwenye vituo vyao wakiwa katika mikono salama. Kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba amezindua mradi wa nishati safi ya kupikia pamoja na klabu ya nishati safi katika shule ya wasichana ya Bunge Sekondari jijini Dodoma na kuzitaka taasisi zingine kutekeleza agizo la serikali juu ya matumizi ya nishati safi. Mwandishi wetu Leonard Macha kutoka jijini Dodoma anaarifu zaidi. Kwa kweli sasa hivi tunaenjoy chakula kinaiva kwa wakati na hatuunguzi chakula. Ni mwendelezo wa juhudi za kitaifa za kuhakikisha kila taasisi zenye walaji zaidi ya 100 wanatumia nishati safi ya kupikia. Akizindua mradi huo, naibu waziri wa nishati amesema kwa sasa taasisi hizo zimeongezeka na kufikia zaidi ya taasisi 1000. Kwanza niwakumbushe kuhusu katazo la serikali la kuhakikisha taasisi zinazohudumia walaji zaidi ya 100 zinatumia nishati safi ya kupikia. Hadi sasa taasisi zaidi ya 1136 zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku zimehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hili ni suala la kujivunia kwa shule hii kuwa miongoni mwa taasisi 1136. Awali akiwasilisha taarifa ya mradi huo, naibu katibu mkuu Wizara ya Nishati Dr. James Mataragio ameweka wazi mpango wa serikali wa kuendeleza matumizi ya nishati safi, huku kaimu mkuu wa shule hiyo Richard Msana akibainisha mradi huo ulivyookoa gharama kubwa za kununua kuni na mkaa hapo awali. Serikali ya awamu ya 6 imeupa kipaumbele kikubwa ajenda ya nishati safi ya kupikia kama vile nguzo ya maendeleo endelevu, ulinzi wa mazingira na ustawi wa wananchi. Imechukua hatua madhubuti za kisera, kisheria na kifedha ili kuhakikisha mabadiliko ya kitaifa kuelekea matumizi ya nishati safi yanaendelea. Na gharama ya kuni kwa wakati huo tukinunua kwa miezi mitatu ilikuwa inatugharimu shilingi milioni 10,500,000. Baada ya hapo tulitoka kwenye kuni halisi tukaenda kwenye mkaa mbadala ambapo kwa mwezi tulikuwa tunatumia milioni 2,53,334. Kutumia gesi hii imeweza kuokoa fedha karibu nusu yake. Tutakuwa mabalozi wazuri wa nishati hii safi na kuitunza miundombinu hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni klabu ya nishati safi ya kupikia, ikiwa ni klabu ya kwanza nchini Tanzania kuzinduliwa hapa shule ya sekondari ya wasichana Bunge. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Katika kukabiliana na changamoto ya udumavu miongoni mwa watoto na jamii kwa ujumla, halmashauri ya manispaa ya Iringa kupitia mapato yake ya ndani imefanikiwa kugawa jumla ya kilo 900 ya unga lishe kwa shule 5, hatua inayolenga kuboresha lishe na afya za wanafunzi pamoja na kuimarisha maendeleo yao ya kimwili na kiakili. Clement Sanga anaarifu zaidi.
Akizungumza wakati wa utekelezaji wa zoezi la ugawaji wa chakula hicho kwa shule hizo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema amefurahishwa na mpango wa manispaa ya Iringa kuanza kwa vitendo utekelezaji wa afua za lishe, akibainisha kuwa hatua hiyo itaongeza afya uelewa na uwezo wa wanafunzi kujifunza wawapo shuleni. Leo tuna furaha sana. Huu ni mwanzo tu, lakini manispaa imejipanga katika kuhakikisha shule zingine zinafikiwa. Kwa safari hii tumeanza na shule takribani 5, lakini tutaendelea zaidi. Jinsi wanavyotenga mapato ya ndani, tutaongeza kuhakikisha unagawiwa zaidi unga lishe ili kuweza kuwafikia watoto wengi zaidi. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Zaina Mlawa amesema zoezi hilo ni utekelezaji wa maagizo ya serikali katika ngazi ya wilaya kuhakikisha watoto wanapata chakula bora wawapo mashuleni. Tumetekeleza agizo lenu kwa vitendo, na chakula hiki tumekiongezea nguvu kwa sababu kuna wanafunzi ambao wanatoka katika mazingira magumu. Wazazi wao kwa njia moja au njia nyingine wameshindwa kuchangia chakula shuleni. Tukaona nao tusiwatenge, waweze kupewa chakula hiki, wakiwa wanakula basi waweze kula kwa pamoja. Tuna shule jumla 103 ambazo mpaka sasa sekondari na msingi ambazo zinatoa chakula shuleni na wanafunzi wanakula. Na ufaulu tunauona na utoro umepungua kabisa na ni kama haupo katika hizi shule. Na watoto wanafurahi, muda wa kula wanafurahi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Viongozi na wataalamu wa taasisi zilizo chini ya halmashauri ya manispaa ya Morogoro, wakiwemo watendaji kata, walimu wakuu na wakuu wa vituo vya afya kutoka serikalini na sekta binafsi, wameombwa kuwahamasisha watu wenye uhitaji katika jamii, hasa makundi maalum, kujisajili katika mfumo ili waweze kunufaika na mpango uliowekwa na serikali ili watumie sehemu ya 30% kwenye bajeti ya manunuzi. Jimmy Mengele anaripoti. Akizungumza katika ufungaji wa mafunzo ya ushirikishaji wa makundi maalum katika ununuzi wa umma, mkuu wa kitengo cha TEHAMA halmashauri ya manispaa ya Morogoro Christopher Komba, akimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, amesema kupitia mafunzo hayo wataalamu wanapaswa kuwashawishi watu wenye makundi maalum ili waweze kujipatia fursa zinazotolewa na serikali. Tumewaomba na tumewaelekeza wakafanya hamasa ya kutosha kwa makundi hayo maalum ambayo ni makundi ya wanawake, vijana na mengine, ili waweze kutumia fursa hii ambayo serikali imeielekeza ya kutumia sehemu ya bajeti ya ununuzi ambayo serikali inakuwa imeitenga kwenye vituo vile vya kutolea huduma 30%. Ni imani yangu kwamba wanatoka hapo wakiwa sasa wana uwezo wa kwenda kuwasaidia na kuhamasisha makundi haya maalum ili aweze kushiriki katika fursa hii. Kwa upande wake, Aris Mcharo, afisa ununuzi mkuu akimwakilisha meneja wa PPRA kanda ya Pwani, amesema wametoa mafunzo hayo huku asisitiza kuendelea kuibua makundi mengine ili waweze kuondokana na umaskini. Wale makundi ambayo yameshatambuliwa, kuwapa elimu zaidi ili waweze kuongeza fursa, kwa sababu fursa ni nyingi, waondokane na umaskini, lakini kuibua makundi mengine mapya. Kwa hiyo tumefanya mafunzo kwa watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro, lakini tumefanya mafunzo kwa makundi maalum ambayo yamekwisha sajiliwa na mengine mapya ambayo yameibuliwa, na tunawashawishi waendelee kuibua makundi mapya. Lengo ni kuondokana na umaskini. Nimepata uelewa zaidi, na nikitoka hapa nitaenda kuhamasisha katika mtaa wangu, katika sehemu napoishi, ili watu wajitokeze kwa wingi, waweze kujisajili ili waweze kunufaika na hizi 30% ambazo tumeelekezwa kwamba tuzitenge. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro.
Serikali inatarajia kuzindua mpango wa taifa wa kidijitali wa huduma za afya kwa kutumia gari la kisasa la wagonjwa mahututi yani ambulance litakalotoa huduma za matibabu bila malipo kwa wagonjwa mahututi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa karibu wa huduma bora za afya kwa wananchi. Margaret Malisa ana taarifa kamili. Akizungumza wilayani Rufiji wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Pwani, waziri wa afya ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Rufiji amesema pia serikali inatarajia kujenga hospitali ya rufaa katika kata ya Nyamwaga wilayani Rufiji itakayotoa huduma za kibingwa na kibobezi, hatua itakayopunguza adha ya wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo. Hapo Nyamwage tutajenga hospitali ya rufaa ya kibingwa na kibingwa bobezi hapo Nyamwage. Njia ya kuelekea Uketu tumekushaamua, imekusha kwenda pale, kwa sababu bima ya afya kwa wote haitakuwa na maana kama mwananchi atalazimika anapopewa rufaa kusafiri kilomita 400 kwenda kufuata huduma. Haitakuwa na maana yoyote. Gharama ya usafiri itakuwa kubwa kuliko gharama aliyolipia kwenye bima ya afya. Au uongo ndugu zangu? Kwa hiyo tunataka madaktari bingwa, madaktari bobezi, wale waliosoma miaka 15 darasani, nao waje hapa Rufiji waishi hapa. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa na mlezi wa CCM mkoa wa Pwani Leila Ngozi amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuilinda amani ya nchi chini ya mwenyekiti wa CCM Taifa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Naweza kusema tulipo sasa ni pazuri sana na sana na sana, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ni nguli wa siasa, ni mwanasiasa mbobezi. Wote tumeona jinsi chama chetu sasa hivi tunakujiendesha wenyewe, jinsi chama chetu sasa hivi kilivyokuwa na miradi mingi ya maendeleo na kinashughulika wenyewe, jinsi chama chetu sasa hivi kilivyokuwa kina viongozi mbalimbali mahiri na hatujaangaliana usoni. Daktari Samia amefanya mambo makubwa ya kuangalia nani ana uwezo wa kukaa sehemu gani ili tuweze kushirikiana naye tukisongeshe mbele chama chetu. Kwa kukisongesha mbele chama chetu. Katika maadhimisho hayo ya miaka 49 ya CCM, viongozi wa serikali na chama, madiwani pamoja na wanachama wa CCM walifanya ziara katika kituo cha afya cha halmashauri ya mji wa Rufiji, ambapo walitembelea na kuwafariji wagonjwa hususan katika wodi ya wazazi pamoja na kutoa zawadi. Margaret Malisa, Channel 10. Irani na Marekani zinafanya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia nchini Oman siku ya Ijumaa, ambapo hapo awali yalikuwa yakifanyika nchini Uturuki. Tupate taarifa kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yatafanyika Ijumaa nchini Oman, huku mvutano kati ya nchi hizo ukiendelea kuwa mkubwa kufuatia msako mkali wa Tehran dhidi ya maandamano ya kitaifa ya mwezi uliopita. Tangazo hilo la jana Jumatano la Waziri Araghchi limekuja baada ya saa kadhaa za dalili kwamba mazungumzo yaliyotarajiwa yalikuwa yanayumba kuhusu mabadiliko katika muundo na maudhui ya mazungumzo hayo. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametuma onyo kali kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kabla ya mazungumzo hayo, akisema anapaswa kuwa na wasiwasi sana. Utawala wa Trump umethibitisha kwamba Marekani itashiriki katika mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran nchini Oman badala ya Uturuki kama ilivyopangwa awali, kulingana na afisa wa ikulu ya White House. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani inatarajia kujadili masuala kadhaa zaidi ya suala la nyuklia, ikiwa ni pamoja na majadiliano kuhusu makombora ya Iran, usaidizi wa mitandao ya wakala katika eneo lote na jinsi utawala wa Tehran unavyotendea raia wa Iran. Lulu Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali kwa kuweza kutupitisha katika taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.